Haleluya, haleluya, haleluya. Niwasalimu wote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kabla mjaketi, nyinyi ni watu wa maana na mko na haki ya kuwa katika nyumba ya Mungu. Kuna watu wengi walitamani kuwa katika nyumba ya Mungu usiku wa leo, lakini ni wewe umejikuta. Kwa hivyo wewe ni zaidi ya mshindi, kwa kuwa Yesu aliweza kutushindania na mnaenda mbali. Kukesha kwenu sio kawaida na sio bure. Siku moja Bwana atawaonekania. Hebu na tuketi chini ili tusikie neno la Mungu linatuambiaje usiku huu wa leo. Nilikuja kuelewa kukesha sio jambo la kawaida, na wote wanaokesha si watu wa mwili. Kwa wakati mwingine ukiwa mtu wa mwili, ikifika siku ya kukesha unasikia niende ama nisiende, baadaye unasikia nisiende. Unajua bado ungali mtu wa mwili. Lakini ule mtu wa roho, hata akisikia kuna uchofu wa aina gani, hata akisikia ni kama neema hakuna, anasema liwe liwalo nitaenda. Na katika ile hali ya kuenda, analipokea jambo jipya katika nyumbani mwa Bwana. Ndipo Daudi akasema ya kwamba nilifurahia waliposema tuende katika nyumba ya Mungu. Jioni ya leo tuko na mkesha wa Thanksgiving, mkesha wa kuomba na kushukuru Mungu. Ninaponena kuhusu kumshukuru Mungu, kuna mambo mengi ambayo Bwana ametuonyesha na ambayo Bwana ametufanyia na wengine wametendewa. Kwa hivyo hatuwezi kosa kusudi la kuambia Mungu ni asante. Kumbuka kuna maandiko inayosema kwamba watakao kuwa uaminifu kwa mambo madogo yale, nitawafanya kuwa waaminifu kwa mambo makubwa. Ule kale kamuujiza kadogo ambaye Bwana amewahi kukutendea, kama haujawahi sema ni asante, hata ile kubwa ambayo unayomwaminia itakuwa ni vigumu Bwana akutendee. Kwa hivyo inafaa tuishi kwa kushukuru Bwana katika mambo yote anayofanya nini? Anayotutendea. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kuongea two levels of thanksgiving. Hatua mbili ama maeneo mbili ya kumshukuru Bwana. Na kuna maeneo moja ambao watu wengi wameishi kwa kumshukuru Bwana, lakini kunao eneo moja ambao ndio eneo la pili ambao pia watu wanapaswa kumshukuru Mungu, lakini hapo ndipo watu wengi huwa wananungunika. Unajua huwa wananungunika wakisema aje? Kama vile wana wa Israeli waliambia Musa, ungetuacha tukae kule Misri, hadi tuwatumikie, tuwe mateka, tule malenge, badala ya kuja fanya nini? Tuangamie mahali hapa. Naye Mungu alikuwa amesema, wa Misri mnaowaona sasa hamutawaona tena. Yaani walipaswa kushukuru kwa ile hatua ambayo wamepiga. Unajua ukiwa katika nchi ya utumwa na uone umepiga hatua moja, umepiga hatua mbili, hapo inakupasa uanze kushukuru nani? Kushukuru Mungu. Na hapo ndipo maandiko ikasema ya kwamba watakao mshukuru Mungu katika yale mambo madogo atawafanya uaminifu hata katika yale mambo makubwa. Hebu tusome, tuanze na Zaburi ama Psalms 100 verse 4. Tunaweza ikiwa mahali pale. Zaburi 100 mstari wa 4. Hiyo ndio itakayoniongoza kwa vitabu zote nitakazosoma siku ya leo. Nazungumzia hatua ya kwanza ambayo wengi tumeishi na tunajua hapo tu ndio mahali tutakaa tukimshukuru Mungu. Lakini nikimalizia nitaingia hatua ya pili ya kuambia pia tunaweza mshukuru Mungu katika hiyo hali. Kwa hivyo maandiko imesema hivi: ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kumsifu. Mshukuru, lihimidi jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi hadi vizazi. Turudi pale 4. Maandiko inasema hivi. Inasema tuingie katika malango mwake kwa kushukuru.
Mnaona shukrani zinaanzia wapi? Si unaonanga wakati umelala. Wakati mwanadamu amelala huwa hajielewi na hata huwa hajijui. Hata kuna wengine unaweza wabeba ukawatupa nje pasipo kujua. Maana ni kama wamekufa, hawajielewi. Maandiko yamesema kwamba tuingie katika malango mwa Bwana kwa kushukuru. Wakati umeona umelala na imefika saa 11 asubuhi umefungua macho, hapo ndipo shukurani zetu zinapaswa kuanza. Kuambia Mungu na kushukuru, maana nililala sikujua nitaamka, lakini kwa rehema zako nimeamka. Hakuna Mungu kama wewe, na umwambie wewe ni Bwana wa mabwana. Na ukishamwambia hivyo, na umwambie Bwana, na nenea siku yangu itakuwa ya baraka. Milango yote itakuwa wazi usiku na mchana. Na kataa leo sitapingwa, sitaonewa pale kazini. Maana uliingia katika malango mabwana. Kwa nini? Kwa kushukuru. Unajua wakati mwingi Bwana aliniambia manabii wengi siku hizi ndio Bwana awanenee wakati wamefanya nini? Wakati wamelala. Kwa sababu mchana hawana nafasi ambao wametenga kumpatia nani? Kumpatia Mungu. Wakiamka asubuhi ni harakati, nimeamka kama nimechelewa, nafaa nikimbie kazini. Niko na shughuli 1 2 3 nafaa kufanya, muda wangu umeisha. Unapata hata wengine yale maombi walioomba wakilala hata walisahau kusema nini? Amen. Maana walikuja wamechelewa na wakaja kama wamechoka. Na wakashughulika shughuli za nyumbani. Walipoomba maombi ya kulala, waliuliza asubuhi, na nilisema amen kweli? Anakuta kwamba sikusema nini? Sikusema amen. Na unapoamka asubuhi unapata kwamba umeamka kama masaa yamefanya nini? Kama masaa yameenda. Unakosa na nafasi ya kuambia Mungu ni asante. Nilikuwa nimefunikwa macho, lakini macho yamefumbuka. Hakuna Mungu kama wewe. Unajua kuna mambo madogo tukionyesha Mungu tuna appreciate, tunashukuru, na yeye akiwa mbinguni anaweza akakutengenezea siku ambao ni ya kipekee. Na kwa sababu ya kutoshukuru ndio maana unapatanga wengi wakiingia kazini kunakuwa na mikosi, kunakuwa na uadui, kunakuwa na kuonewa, kunakuwa na hali ambazo hazieleweki. Unapata kwamba hata ukirudi nyumbani moyo wako hauna amani. Ni kwa sababu ulipoamka ulikosa nafasi ya kuambia Mungu ni asante. Maandiko yamesema kwamba tuingie malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kumsifu na kushukuru, tulihimidi jina lake. Kwa hivyo kumshukuru Bwana kunaanzanga asubuhi na mapema. Na hapo ndipo wakati unaweza command your morning, kuinenea, kusema leo hii hata kama jana nilionewa, leo nitakubalika. Hata kama jana nilionekana mimi kitu bure, leo nitaonekana mtu wa maana. Hapo ndipo wakati wa kunenea siku yako, wakati unamshukuru Mungu. Unajua kuna nguvu katika kumshukuru Mungu. Unaona wakati mwanadamu anachukua hatua ya kumshukuru Mungu ni kama kupaka moyo wa Mungu mafuta. Wangapi wamewahi chukua mafuta ambao ni Prestige ama Blue Band akapaka mkate? Sasa wakati unaambia Mungu asante, hakuna Mungu kama wewe, umeinuliwa juu ya miungu yote. Mungu akiwa mbinguni anahisi ni kama moyo wake unapapaswa. Anahisi ni kama moyo wake unapigwa pasi. Anahisi kama moyo wake unainuliwa. Na wakati unaambia Mungu unastahili, wewe ni Bwana wa mabwana, ninakushukuru kwa rehema zako. Maandiko yanasema kwamba Bwana anaweza akasmile. Na smile ya Mungu kwa siku moja inaweza turn around maisha yako yote, kwa sababu uliguza moyo wa Mungu. Kwa hivyo nimekuja kuambia kwamba kuna nguvu katika kumshukuru Mungu. Wacha niwaonyeshe nguvu ambayo inayopatikana baada ya kumshukuru Mungu. Tusome kitabu cha Mark 6. Mark 6, hatutasoma vitabu zote, tutaanzia hapo 38, alafu mahali tutafika. Niwaonyeshe vile kuna nguvu katika kushukuru. Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua, wakasema mikate 5 na samaki 2. Akawaagiza, akawaketisha wote vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu, hapa 100, hapa 50. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru. Akaimega ile mikate,
akawapa wanafunzi wake waandikie, na wale samaki wawili akawagawia. Tufike hapo. Maandiko inasema kwamba Yesu alipokuwa amehutubia umati siku 3, ni kama watu walikuwa fasting ya lazima. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza ingiza watu katika fasting ya lazima, wapende wasipende. Sasa maandiko yanasema kwamba Yesu alikuwa amewahudumia watu kwa siku ngapi? Siku 3. Inamaanisha hawakuwa wanakunywa, hawakuwa wanakula. Na kwa sababu kulikuwa na utamu wa Yesu alipokuwa anawapa mafunzo. Unajua wakati mwingine mkiwa miguuni mwa Yesu kuna neema ya kutosha. Hiyo neema ya kutosha, hauhisi njaa, hauhisi kiu. Maana maandiko yanasema kwamba mimi ndiyo mkate wa uzima. Sasa kama umeketi na mwenye mkate wa uzima, utasikiaje njaa? Akasema aliye na kiu na aje majini. So ukiwa na mwenye maji, utasikiaje kiu? Kwa hivyo hawa wakawa wameketi siku ngapi? 3 chini ya miguu ya Yesu wakisikia mafundisho. Wakati Yesu alipokuwa amemalizia, akaona vyema awaage tu waende hivyo. Akauliza wanafunzi wake, Petero akiwa mstari wa kwanza, tutawafanyiaje hawa watu? Tutawapa nini? Petero akasema hata tujui. Akasema ni nini hiko? Ndani muangalie. Petero alipokuja akasema iko tu mikate 3 na samaki 2, hata watoshi. Yani ni kama alipuuza, alidharau. Mikate 3 na samaki 2 itawatosheleza watu 1000 ngapi? 5000. Na mjue mkisikia watu 5000 wakati ule wamama hawakuwa nahesabiwa pamoja na watoto. Kwa hivyo hawa 5000 ni wale tu walikuwa wa kiume. Kwa hivyo kwa njia nyingine Yesu alilisha zaidi ya 5000. Maandiko yanasema kwamba mikate ilipokuja na ile samaki, Yesu akaichukua, akashukuru. Na najua aliposhukuru aliambia Baba, nakushukuru kwa sababu ya mikate na samaki, maana wanao wanataka kukula. Unaona? Maandiko yanasema hakuomba, alishukuru. Kwa kushukuru maandiko yanasema kwamba mikate iliongezeka. Yani watu 5000 plus wa mama plus watoto wakala. Na maandiko yakasema ya kwamba ikabakia vikapo ngapi? Vikapo 12. Walikula ikabaki vikapo 12. Na ukisikia vikapo, si kikapo tu, ni ile kikapo inakuanga ile around kubwa. Ikabaki ngapi? Vikapo 12 out of mikate 3 na samaki ngapi? Samaki 2. Kwa hivyo Yesu mwenyewe ametuonyesha kuna nguvu katika kushukuru. Sembuse wewe kama yeye mwenyewe ni mwana wa Mungu. Yeye ndio mwana wa baba wa mababa, lakini alishukuru na zikaongezeka. Sembuse wewe. Kwa hivyo alikuwa anatupatia mfano ya kwamba tukitaka tuongezeke kwa njia ile yoyote, tunapaswa kumshukuru Mungu. Kama uko hapa labda umeanza mshahara na 10,000, usiseme hii kazi nitaacha, hii kazi ni ngumu, mshahara ni ndogo. Endelea kushukuru Mungu. Ambia Mungu, nakushukuru kwa mshahara wa 10,000, kwa sababu kuna wengine hata hawana. Kuna wengine hata mwezi wiki naisha hawajaona senti. Mungu nakushukuru kwa kunipatia mshahara wangapi? Wa shilingi 10,000. Na ninajua kwa wakati wako Mungu utaniaminia zaidi. Mungu ataona haya, hata 10,000 mshahara ananishukuru. Wacha nifungue milango na madirisha. Unasikia very soon umeongezwa madaraka. Unajua wakati mwanadamu ameongezwa madaraka inakujanga na nini? Na mshahara mnono. Kwa sababu ya nini? Ulishukuru Mungu kwa yale mambo ambayo ni madogo zaidi. Kuna mwingine anasema kwamba hii kazi nitaacha, nataka kazi ya maelfu, kazi ya mapesa. Lakini wakati umeonyesha Mungu hata hii kidogo nitakushukuru, naye Mungu wa mbinguni anafungua malango ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna nguvu katika kushukuru. Kuna nguvu katika kushukuru. Ningetaka tuingie katika Wafilipi 4:6. Wafilipi 4:6, nataka nimalizie hatua ya kwanza ya kumshukuru Mungu. Alafu niingie hatua ya pili ambayo ndio ya mwisho. Wafilipi 4:6. Neno la Mungu linasema hivi, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kushukuru, kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na nani? Na Mungu.
tunaambiwa vizuri, msiwahi jisumbua juu ya neno lolote. Hata wakati naona kwamba ni kama mambo hayasongi, maandiko yamesema kwamba kujisumbua sio kazi yako, hiyo ni kazi ya Muumba. Maandiko yanasema kwamba kama ndege wa angani, hawalimi wala hawapandi, lakini wanakula na wanabakisha akiba, je, itakuwa wewe mwana wa Mungu? Kwa hivyo tumeambiwa kwamba usijisumbue kwa neno lolote. Labda kama uko hapa unahisi kuna mahali moyo wako unasumbuka, mpaka hata unapoanza kuomba unasikia ni kama neema hakuna. Labda kuna mambo inakutingiza, labda kuna mambo inakuyumbisha, labda kuna hali ngumu unapitia. Nimekuja nikwambia kwamba usijisumbue kwa neno lolote. Na sio mimi nasema, ni sauti ya Mungu na neno la Mungu ambayo ni Mungu mwenyewe. Anasema bali katika kila neno, kila neno ambalo unakumbana nalo, kila neno ambalo unapitia, amesema bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Inasema kwa kusali na kuomba pamoja na thanksgiving, ambayo ndio kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Umeona, kila mahali kuna kushukuru. Kwa hivyo msiwahi jisumbua juu ya neno lolote. Unajua maandiko yanasema aje? Maandiko yamesema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mutazidishiwa. Hiyo ni kanuni ya neno. Lakini shida ya wanadamu, wao hutangulia na mengine, alafu unamalizia na nani? Unamalizia na Mungu. Sinimwambia hata kuna wengine asubuhi wanasahau kuomba, na hata kuna wengine usiku wakiomba walisahau kusema amen. Lakini maandiko yamesema kwamba tafuteni kwanza ufalme na haki yake, na hayo mengine yote mutazidishiwa. So ufai kujisumbua. Kujisumbua kwako ni kutafuta ufalme na haki. Haki ni zile kanuni ambazo ziko katika ufalme wa Mungu, zile sheria na kuzifuatilia, na hayo mengine yote utaongezewa. Kwa hivyo mambo ya kujisumbukia sio yako, hiyo ni ya Mola, hiyo ni ya Mungu. Bora wewe ukae katika neno, utafute haki, utafute ufalme. Na njia moja kutafuta ufalme ni wakati wa kutafuta uso wa Mungu, wakati wa kutaka kuelewa mpango wa Mungu juu ya maisha yangu ni nini. Kama kuna stress mwanadamu anafaa kuwa nayo, ni kujua ni nini ambayo nimeitiwa katika ufalme. Unajua Bwana hakutuita katika ufalme tukae tu watu wa kawaida, hata tuimbe, turuke, toe sadaka, tuende nyumbani. Hiyo sio mpango wa Mungu. Maana anasema kwamba najua mawazo nao wazia nyinyi, asema Bwana. Kwa hivyo sisi wote ambao tuko mahali hapa, kama tutaelewa thanksgiving, maandiko yamesema kwamba najua mawazo nayo wazia nyinyi, asema Bwana. Na maandiko yamesema kwamba si mawazo mabaya, bali mawazo mema ya kuwapatia nini? Tumaini siku za baadaye. Kwa hivyo kuna tumaini siku za baadaye. Kwa hivyo usijisumbue. Kama kuna mashaka ambayo yako mbele yako, kama kuna hali ya hofu ambayo inayofanya moyo wako unakuwa na mashaka, maandiko yamesema kwamba kuna mawazo mema ambayo Bwana anakuwazia. Hayo nao yaona tu ni mapito, na kila mapito yako na majira yake. Kwa hivyo kuna wakati wa kupitia majira kama yale, na kuna wakati wa kuondolewa kwa majira kama yale. Kwa hivyo maandiko yamesema kwamba msijisumbue kwa neno lolote. Kwa hivyo wewe ambao uko mahali hapa, ninakuambia kulingana neno limesema usijisumbue. Najua kuna mambo mengi ya kujisumbua. Wakati hii maandiko iliandikwa, yalijua kuna mambo mengi yanasumbua moyo wa wanadamu. Kama sisi wachungaji, wakati mwingine huduma inatusumbua. Unapata tuko na stress, tutafanyaje hii huduma isonge? Hata wakati mwingine hatukuli, nasema nakaa kwa maombi, nataka kujua Mungu anakusudi gani na hii huduma. Na before nitoke hapo, usiku wa jana Bwana alitunenea, akatuambia shetani ako na mpango fiche juu ya watumishi. Ninapozungumzia watumishi, sio mapasta, sio maaposto, sio mabishop peke yake, sio wachungaji na sio injilisti tu. Mtu yoyote ambaye ana roho wa Mungu, huyo ni mtumishi. Kwa sababu akiwa katika nyumba ya Mungu, mwingine anatumika akiwa asha, mwingine anatumika akiwa mwimbaji, mwingine anatumika akiwa nabii, na mwingine anatumika akiwa giver katika nyumba ya Mungu. Bwana tunania akatuambia shetani ako na mpango fiche juu ya watu wa Mungu, ani kuwaeka vidonda. Lakini Mungu akasema, na kwa sababu Mungu ako pamoja na watumishi, wataonekana wameisha, lakini baadaye watatokelezea tena.
waseme haya, tulifikiria huyu ameisha, tulifikiria mambo ya huyu yamesaulika, ametokelezea wapi? Hiyo yote ni hatua ambayo Mungu anamiliki watu wake na kuwapitisha. Yaani shetani ana mpango ya kuwaeka watumishi wa Mungu vidonda, na lengo ni ya kwamba wasiweze kufocus na kile ambacho Mungu amewaitia, waanze kufocus na nini? Na vidonda na majeraha. Kama uko hapa, usifocus na majeraha unayoyapitia, usifocus na ile vidonda vya roho ambayo shetani amepanga kutuweka. Hata wengine wanasachafuliwa sifa, wengine wanazaharibiwa majina. Heri upokee aibu, lakini upokee aibu ukiwa na Bwana. Usiogope. Hiyo ni agenda ambayo shetani amepanga kuyatumia ili akuondoe katika mpango wa Mungu. Kwa hivyo kama uko hapa, sema nakataa kuondolewa kwa mpango wa nani? Mpango wa Mungu. Kwa hivyo hiyo hatua ya kwanza ambayo ni ya kushukuru Mungu, hapo ndipo kuna wengi. Unaona, wakati mtu amepata kazi, anasema wapendwa, nashukuru Mungu amenipatia kazi, na hiyo ni sawa. Wakati mwingine amepata ploti, anasema wapendwa, Mungu amenifanyia neema, huruma zake nimepata ploti. Hiyo ni sawa na inafaa kushuhudiwa, ili wale ambao hawana imani iwatie moyo, waone kumbe Mungu anaweza. Mwingine anakuja anasema nilikuwa mgonjwa, sikujua nitapona. Ripoti ya daktari ilisema 1 2 3, lakini nimetokelezea tena, nimepona. Yesu ni Bwana. Hiyo ndio hatua ya kwanza ambayo inafanya nini? Nayo yazungumzia. Mwingine anasema kwamba sikuwa na familia, lakini nashukuru Mungu mwaka huu amenipa familia. Mwingine anasema kwamba ninashuhudia watoto wangu wanaenda kugraduate. Hiyo yote ni ushuhuda. Na hiyo ni hatua ya kwanza ya thanksgiving, ya kushukuru Mungu. Yaani tunashukuru Mungu kwa mambo ambayo ametuonyesha, kwa matendo ambayo amefanya nini? Ameweza kututendea. Na hiyo yote ni sawa. Lakini hiyo ni hatua ya ngapi? Hiyo ni hatua ya kwanza ambayo iko kwa watu wote. Wale ambao wamesimama na wale ambao hawajasimama. Wale ambao wamekomaa na wale ambao hawajakomaa. Wote tuko katika hiyo kiwango ya kufanya nini? Ya kushukuru Mungu katika hiyo level ya kwanza. Sasa nataka niingie hatua ya pili, alafu tumalizie hapo. Na hiyo nitasoma tu kitabu kimoja. Hatua ya pili ya kumshukuru Mungu. Hatua ya pili ya kumshukuru Mungu. Ningetaka tuwekewe wa Thessalonike ama Thessalonian 5:18. Wa Thessalonike wa kwanza 5:18. Tuone hatua ya pili ya kumshukuru Mungu. Maandiko inasema hivi: shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Nitarudia tena. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo yote ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Hapa tunaambiwa tushukuru Mungu kwa kila nini? Kwa kila jambo. Na hapo ndipo wengi hawajafika. Unaona, Ayubu alifika mahali hapo, kiwango hiyo, level ya pili ya kumshukuru nani? Ya kumshukuru Mungu. Ayubu alisema kwamba Bwana ndiye anayepeana na tena Bwana ndiye anayetoa, jina lake litukuzwe. Hiyo ni thanksgiving. Na hiyo peke yake iliguza moyo wa nani? Moyo wa Mungu. Wakati ule mkewe Ayubu alikuwa amemwambia, na sumtukane Mungu na ufe, kwani haya mateso unayoyapitia Mungu wako ako wapi? Unajua Ayubu alikuwa mcha Mungu, na Ayubu moyo wake ulikuwa unapenda Mungu, na Ayubu moyo wake haungeweza kutenganishwa na nani? Na Mungu. Kuna uwezekano labda ungekata damu ya Ayubu ikimwagika, uende upime, ingekuwa inasema Kristo. Yaani Ayubu na Mungu walikuwa wameshikana, walikuwa napelekana. Na wakati mwingine Mungu akakubali Ayubu apitie mambo ambayo aliyapitia. Sita yanena yote. Tunajua kuna wakati shetani alipewa nafasi ya kufanya nini? Ya kumjaribu nani? Kumjaribu Ayubu. Lakini akasimama akasema, hata kama nitakufa, Bwana ndiye anayepeana na tena ndiye anayetoa, jina lake litukuzwe. Hiyo ilikuwa aina ya thanksgiving, ama aina ya kumshukuru Mungu. Na hiyo peke yake iliinua moyo wa Mungu. Maandiko yanasema kwamba tangu anena hayo maneno, hakukaa muda, hakukaa siku nyingi. Ayubu alikuwa na ugonjwa wa kutokwa na maji kwa mwili, vidonda, mpaka akasema ile uchungu na ile uzito ya ugonjwa aliyokuwa nao ni zaidi ya ule mchanga wa baharini. Unaona ile mchanga ya kujenga nyumba, ile ya maji,
Ikiwa kwa lori hata iweze enda mbio, ndanga pole kwa sababu ina nini? Ina uzani, ina uzito wake. Ayubu imagine alisema ati hiyo ugonjwa wake na ile uchungu aliyokuwa nasikia na ile maumivu yalikuwa zaidi ya ile mchanga wa nini? Wa baharini. Lakini akasema Bwana ndiye anayepeana, tena ndiye anayetoa. Jina lake fanya nini? Litukuzwe. Hii inamaanisha kwamba tumshukuru Bwana katika hali zote na katika mambo yote. Labda hapa ndipo kuna mpango wa Mungu. Unajua sisi tunafikirianga wakati mambo inatuendea vizuri, hapo ndipo tuko na Mungu. Niliwaambia kuna watu wanaweza kuja wawili kushuhudia. Wakati tunamalizia kesha ya Disemba tuingie Januari, kunaweza kuja watu wawili washuhudie. Mmoja aseme ya kwamba wapendwa, nashukuru Mungu kwa mwaka ishe. Kama kuna mwaka nimejaribiwa ni hii mwaka. Kama kuna mwaka nimeonewa ni hii mwaka. Kama kuna mwaka nimepitia ni hii mwaka. Wacha uishe tuone mwaka ujao utakuwa aje. Naye mwingine akuja aseme kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mwaka nimeinvest na hii ni hii mwaka. Kama kuna mwaka biashara imeongezeka ni hii mwaka. Kama kuna mwaka nimefanya maendeleo makubwa. Kama kuna mwaka nimesafiri nje ya Kenya ni hii mwaka. Ni rahisi kujua hawa watu wawili waliotembea na nani? Na Mungu. Ukikosa macho ya rohoni utaona huyu mwenye amesafiri, ametendewa, ameinvest, utaona kwamba huyu ndiye ametembea na Mungu. Lakini kumbe ilikuwa ni kipindi ya mwana wa Mungu kutembea na Mungu. Kama vile Ayubu alitembea na Mungu na hakumkana. So napata kwamba ni rahisi kujua huyu mtu mwenye amekumbwa, akakumbana, akapitia. Kuna wakati Mungu alikuwa amemwandalia majira ya kufanya nini? Ya kupitia. Kumbuka Daudi alipitia mahali pale. Daudi mwanzo alisema wakati alipokuwa ameandamwa na maadui, akasema Bwana na njia zao ziwe teresi na waone giza, na malaika wa Bwana awafuatilie, awaangushe chini. Yaani alikuwa amepitia mpaka moyo kuna uzito. Kuna wakati mwanadamu anafikanga pale, yaani umepitishiwa uchungu, umewekwa vidonda na wanadamu mpaka unaomba maombi ya hasira, maombi ya uchungu. Daudi alikuwa mahali pale. Kwa hivyo wewe si wa kwanza kupitia mahali pale. Mtumishi wa Mungu Daudi alipitia mahali pale na akaomba vile, lakini hakukaa. Alikuja na maombi mapya. Maombi mapya ilikuwa nini? Ilikuwa ni kama wimbo. Akasema Bwana ameandaa meza mbele ya watesi wangu, na kikombe changu kimejaa kinafurika. Unaona vile Mungu anaendana na watumishi wake. Baada ya Mungu apitie kipindi cha muda mgumu, kupitia kipindi cha maadui, Bwana akampeleka kipindi kingine cha kusema kwamba Bwana ameandaa meza mbele ya watesi wangu. Kwa hivyo kuna uwezekano kuna watu mahali hapa ninaona Bwana amewaandalia meza. Lakini wakati mwingine Bwana akikuandalia meza sio rahisi. Unaweza kuwa na nafasi ya kumshukuru Mungu wakati Bwana akuandalia meza. Maana wengine wanaandaliwa kupitia kwa uchungu. Baada ya Daudi kuandaliwa meza, alisema ya kwamba Bwana amemwandalia meza na kikombe chake kimejaa mpaka kimefurika. Unajua ni meza gani ambaye Mungu alikuwa ameandalia mtumishi wake Daudi? Meza ambaye Bwana alikuwa ameandalia mtumishi wake ni kumpatia Goliati mikononi mwake. Imagine, maadui alikuwa amemlemea, lakini Bwana akamwambia hata kama ulikuwa umelemewa, sasa nataka nimpeane Goliati mikononi mwako. Na tunajua vile Daudi alifanya nini? Alifanya Goliati. So kuna kipindi kigumu wanadamu wanapitia, wanakosa kumshukuru Mungu. Nimewambia vile Ayubu alisema, Bwana ndiye anayepeana na Bwana ndiye anayefanya nini? Anayechukua. Jina lake litukuzwe. Hata ukiambiwa kazi imeisha, imba wimbo ya kusema kwamba Mungu, najua njia moja ikifunga zinafunguka 7. Lakini wengine akiambiwa kazi imeisha wanayumba. Akuja kanisani amekuwa mnyonga, amejikunja. Hata zingine akuji kanisani akipigiwa simu, fulani mbona sikukuona, nilifutwa kazi. Nani aliwaambia mtu akifutwa kazi afai kuwa katika nyumba ya Mungu? Wakati umefutwa kazi ndio wakati wako wa kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu kuna mlango mpya unafunguka. Yaani huu ukifunga huu unafunguka. Kwa hivyo nimekuja niwaambia kwamba kuna levels za kiwango ya pili za kumshukuru Mungu. Na hizi ni za watu ambao wamekomaa. Watoto ambao wanakunywa maziwa na nasemanga nilikuwa sina ABCD, nimepata. Hiyo yote tunashuhudia sisi wale ambao wamekomaa na wale ambao hawajakomaa. Lakini kiwango ya pili si ya wote ambao wanaweza shuhudia. Sio wote ambao wanaweza shuhudia. Nimalizie na nani? Na Lazaro. Lazaro
aliambiwa ya kwamba walienda kwa Yesu, wakamwambia rafiki yako Lazaro amefanya nini? Amegonjeka. Yesu akawaambia, endeni mwambie nitakuja. Yesu akahudumia watu, wakarudi siku ya pili. Yesu akamwambia, endeni mwambie Lazaro ugonjwa wake si wa mauti. Hii inamaanisha kwamba kuna hali unaweza kuwa unapitia, lakini hiyo hali si ya kumaliza. Hiyo hali ni ya kukuinua uweze kutokelezea tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha unapojua kushukuru Mungu, kuna hali ambayo Mungu anaweza kukupitishia, lakini hiyo hali haimaanishi umefika mwisho. Niliwaambia siku nyingine, Mkikuyu aliimba akasema, kwena mwehoko dhudha ya muti utemwae. So wakati mwingine unaonekana kama umekatwa, wakati mwingine unaonekana kama umeisha, wakati mwingine unaonekana ni kama hauna sauti, wakati mwingine unaonekana nitaanzia wapi, nitamalizia wapi. Lakini wimbo amesema ya kwamba hata mtu ukikatwa unachipuka tena. Sijui ni wangapi nanenea mahali hapa jioni ya leo haujakatwa, na hata kama umekatwa unatokelezea. Tafuta uso wa Mungu, nyenyekea, ambia Mungu, siwezi peke yangu hii vita, nisaidie. Kaa katika kushukuru. Kwa hivyo Yesu alipomalizia ibada yake, aliamua sasa niende kwa nani? Kwa Lazaro. Na kuna uwezekano kuna watu walimfumania kwa njia, akamwambia hata usikuje, alisema kufa tukazika. Lakini Yesu akasema nitaenda mpaka nifike nihakikishe. Yesu alipofika mahali pale akasema, ako wapi Lazaro? Akasema, tulimweka hapa na tumeweka jiwe. Yesu alisema nini? Walioliweka jiwe waliondoe. Nasikia Yesu alisema walioweka jiwe wafanye nini? Waliondoe. Walipoliondoa, Yesu akasema, Lazaro. Lazaro akatokelezea. Watu walikuwa wamesema ati Lazaro amefanya nini? Ameisha. Historia yake imeisha, kumbukumbu yake imeisha. Labda kuna mtu mahali hapa anaonekana kama aliisha. Kuna mtu mahali hapa anaonekana kama alisahaulika. Haujasahaulika. Bado uko katika mpango wa Mungu. Uko katika hali ya kuandaliwa utokelezee tena. Siniwaambia shetani kuna mpango fiche ya kuweka watu wa Mungu vidonda. Lakini hata kama utawekwa, utakuja fanya nini? Kutokelezea. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizie na kusema hivi. Kuna kijana mmoja alikuwa anafyeka nyasi, na alipokuwa anafyeka nyasi, kwa bahati mbaya akakata kidole karibu ikatike. Ile damu ilimwagika na ile uchungu ambaye alisikia. Lakini mwenzake akamwambia ni kwa wema. Kumbe alikuwa ndio atolewe nini? Atolewe kafara. Kwa hivyo kuna wengine ambao tuko hapa, mambo mengine ambayo tunayapitia yanaweza onekana yamekuja atumalize, lakini hayatatumaliza. Ni kwa wema wa Mungu, ni kwa wema wa Mungu. Kwa hivyo mambo yote kama yale tunapaswa kumshukuru Mungu. Wakati mwingine unapopitia katika vita, maombi ambayo unapaswa kuomba, ambia Mungu, nakushukuru kwa majira ya vita. Najua katika haya majira nikitokelezea sitakuwa mtu wa kawaida. Najua unaniandaa, unatengeneza misuli ya imani yangu, misuli ya wokovu wangu. Wewe ni ngome. Lakini kuna wengine ndio wanasemanga, Mungu, mbona umeniachilia mimi nimeisha? Kwa hivyo shukuru Mungu katika hali zote. Na kwa kushukuru Mungu katika hali zote, Mungu ndio ana jawabu lako. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tusimame. Nimekuwa nikifunza kushukuru Mungu hatua ya kwanza na hatua ya pili. Hatua ya kwanza mtu yoyote anaweza shukuru. Lakini hatua ya pili ni ya watu wachache. Watu wachache ambao wanaweza paswa kufanya nini? Kumshukuru Mungu. Lakini ningetaka usiku wa leo Mungu atuweke hiyo kiwango. Wakati praise and worship team wanakuja, Mungu atuweke hiyo kiwango ya kumshukuru Mungu hata wakati mambo yameharibika. Mungu atuinue hiyo kiwango ya kumshukuru hata wakati inaonekana kwamba ni kama raundi hii tumemalizika. Unaambia Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Naongea hivyo nikingojea praise and worship team. Kwa hivyo nimewapatia hatua mbili afanya nini? Ya kushukuru Mungu. Na unaposhukuru Mungu, kwa wale ambao kuna familia, unaambia Mungu, hata kama mke anakusumbua ama mume anakusumbua, hata kama watoto wanakusumbua ama hawaoni kitu shuleni, unaambia Mungu, hata kama hawaoni kitu shuleni, mimi sihesabiwi kwa wale ambao hawajazaa. Nashukuru Mungu kwa watoto ambao umenipa.
Na kama ni mke anakusumbua, unaambia Mungu, ninashukuru kwa msichana mrembo ambao umenipatia. Mungu, badilisha moyo wake. Lakini uweze ambia Mungu ambadilishe kama haujashukuru Mungu kwa ule mtu ambaye Mungu amefanya nini? Amekupatia. Kwa hivyo tujifunze kufanya nini? Kushukuru. Tunaambia Mungu mambo yote, naambia Mungu ninafanya nini? Ninakushukuru. Ayubu akasema Bwana ndiye anayepeana, tena ndiye anafanya nini? Ndiye anayetoa. Kwa hivyo nitawaongoza tu ombi moja kwa dakika 2, alafu baadaye nitapatia praise and worship team. Ningetaka tu uende mbele za Mungu. Na unapoenda mbele za Mungu, ningetaka uanze na kumshukuru kwa ile hali hujawahi mshukuru. Labda kuna mambo ulipitia, lakini ilikuwa ni mpango wa Mungu. Yalikuwa ni mapenzi ya Mungu. So ambia Mungu, Mungu nimetubu. Sikujua hata katika yale mateso uko ndani. Sikujua katika ile vita uko ndani. Nipatie moyo wa shukurani hata wakati naona hali si hali. Enda mbele za Mungu. Tunakushukuru Bwana wa mabwana. Tunakushukuru mfalme wa falme. Wakati mwingine kama wanadamu tunapitishwa hali ngumu kama watumishi. Tunasahau ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Jioni ya leo Baba, tumeona tunapaswa kukushukuru katika hali zote. Umetuambia tuingie katika malango kwa kushukuru. Tupatie moyo wa kushukuru. Tumeona vile ambavyo ulishukuru mikate 3 na samaki 2 vile iliongezeka. Tupatie siri jioni ya leo. Bwana wa mabwana, tuombe tusaidie, utuhurumie, utupe moyo wa kushukuru. Ondoa kunungunika ndani yetu. Ondoa kuteta ndani yetu. Nakataa kunungunika wakati hali sio hali. Nakataa kunungunika wakati maisha yanaendea kinyume. Moyo wangu utamshukuru Bwana. Hata wakati nimeachwa na marafiki, moyo wangu utamshukuru Bwana. Nitaelewa ni kazi ya Bwana lazima ifanyike maishani mwangu. Hata wakati nitaambiwa kazi imeisha, nitamshukuru Mungu. Bwana wa mabwana, hata wakati nitapitia kipindi cha magonjwa, daktari waseme ni kama